Uhusiano wa Yesu na kanisa. Ninapozungumza kanisa, kanisa sio jengo, kanisa sio kitu fulani cha kuonekana au kitu fulani ambacho ni kama kitu kigumu hivi. Sababu wako watu ambao bifika muda wanaanza kusema kanisa letu liko hivi na hivi na vile. Wanakosema kanisa ni wewe na mimi. Amen. Kwa hiyo tunaangalia uhusiano kati ya Yesu na mtu aliyemwokoa. Uhusiano wake ukoje? Maisha yake inatakiwaje? Huyo mtu ambaye ameokolewa na Yesu, ambaye huyo mtu unayezungumza ni mimi na wewe. Kuna mahusiano mengi. Tunaona kuna uhusiano wa mtu na mtu, kuna uhusiano wa mtu na vitu. Wanafanya uhusiano, wanafanya urafiki. Nikisema uhusiano kuna namna nyingine kama urafiki, kuwa karibu. Kuna watu wanakuwa na karibu kwa jambo fulani, wanahusiana kwa sababu ya jambo fulani. Kuna watu wanakuwa na ukaribu na vitu kwa ajili ya jambo fulani, wanatengeneza kama ushirika na vitu. Lakini pia kwenye habari ya uhusiano, huwezi ukafanya uhusiano na mtu bila kujua chimbuko au asili na tabia ya mtu. Nikizungumzia kwenye habari ya uhusiano wa mtu na mtu, maana yake ili uweze kujenga uhusiano na mtu lazima ujue tabia yake kabla hujaingia kwenye uhusiano naye, kabla hujawa marafiki naye. Lazima ujue huyu mtu ana tabia gani, huyu mtu asili yake ni ipi, ili uhusiano wako na yule mtu uweze kudumu. Tunaona watu wanapotaka kuingia kwenye mahusiano fulani wakitegemea jambo zuri la ndoa, tukiangalia kwenye hilo jambo wanaanza kutafuta huyu mtu ambaye ameniambia hizi habari ya kwamba anatamani kuanzisha uhusiano wangu na yeye, tuanze uhusiano naye. Anaanza kutafuta huyu mtu, anapeleleza huyu mtu ni wa namna gani, maisha yao kwao yakoje. Nafikiri tunaweza kukubaliana kwamba kabla utaingia kwenye mahusiano na mtu ulianza kupeleleza huyu mtu ni wa namna gani. Ni kweli au si kweli? Amen, amen. Mara nyingi tunatafuta kujua habari za yule mtu kwa undani, ili mwisho wa siku ule uhusiano wako uweze kudumu, uweze kudumisha, na mwisho wetu wake tuweze kufikia mahali ambapo tunatamani kufika. Wengine wanasema sijui ule ukoo ukoje, wanaanza kutafuta tena. Wengine wanajia gharama, wanaamua kusafiri sehemu za mbali, kwa sababu uhusiano sio lazima uwe karibu. Kuna watu wanafanya uhusiano hata nje mbali sana, kwa watu wanaendea gharama, wanaenda kule kupeleleza kwamba huyo mtu ni wa namna gani, ili wajue huyu mtu kwa undani zaidi ni mtu wa namna gani, na wakiingia kwenye mahusiano watafikia mahali ambapo wanatakiwa kufika. Hayo ni mahusiano. Lakini pia tunapoongelea kwenye habari ya mahusiano, kulingana na ujumbe wetu wa leo, uhusiano wa Yesu na kanisa, ili uweze kuingia kwenye uhusiano na Yesu, lazima ujue Yesu ni nani. Lazima ujue tabia ya Yesu ni ipi, ujue miiko ya Yesu ni ipi. Lazima ujue. Kwa kuna watu ambao wameshindwa kufika kwenye malengo ambayo Bwana anawataka, kwa sababu hawajui asili ya Mungu wanayemtumikia, hawajui tabia ya Mungu wanayemtumikia. Ndiyo maana mwisho wa yote walifika karibu, hawakwenda mbali zaidi. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 1 na wa 8 kwamba Yesu Kristo anajitambulisha kama mzabibu wa kweli. Anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli,
na baba yake ndiye mkulima, na kila tawi, kila mtu. Nimesema mzabibu ni Yesu mwenyewe, na kama Yesu ni mzabibu, kanisa ambaye ni mtu, ni wewe na mimi, sisi ni mfano wa matawi kwa Yesu. Kwa hiyo anasema kama tawi ambaye ni mtu nisipozaa, analiondoa. Nataka niongelee nini? Jambo la kwanza tuliangalia hapa ni wito wa Yesu katika mahusiano. Maana yake wewe mpaka umefika hapa, ulijenga urafiki na Yesu, umejenga uhusiano na Yesu. Sasa anakutaka nini katika uhusiano ulioanzisha, katika urafiki ulioanzisha? Anakutaka nini? Wito wa Yesu anachokutaka kwanza kabisa, Yesu alikuita ili uwe safi. Taji la kwanza ambalo alitaka Yesu kwako kama Mkristo ulianzisha mahusiano na Yesu, kitu cha kwanza anatamani uwe mtu safi. Na ndiyo agizo kubwa la Yesu. Na kwa nini Yesu anakutaka uwe msafi? Ni kwa sababu yeye huyu ambaye umejenga mahusiano naye, asili yake ni msafi. Yeye ni msafi, na kama ni msafi anakutaka wewe, ananitaji mimi niwe msafi. Kuna maandiko yanasema kwenye Petro wa kwanza sura ya kwanza 15-16, anasema yeye aliyewaita aliyo mtakatifu ni jinani iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Anasema ninyi nani mlioitwa na Yesu lazima muwe watakatifu, ili uhusiano wenu na Yesu uweze kudumu. Lazima tuwe watakatifu. Ni agizo kwamba ili urafiki wako na Yesu udumu, sharti la kwanza ni uwe mtakatifu, uwe msafi. Kwa lazima ujichunguze. Toka umeanza uhusiano na Yesu, toka umeanza kuwa mfuasi wa Yesu, maisha yako yakoje? Anasema lazima tuwe watakatifu katika mwenendo wetu wote, vile tunavyoenenda, vile tunavyotembea na kuishi. Lazima tujikague kwamba sisi tunamfanania Yesu, kwa sababu Yesu mwenyewe asili yake ni mtakatifu. Haiwezekani ukasema wewe ni mtu wa Yesu, ni mtoto wa Mungu, wakati huo haumfananii yeye aliyekuita. Kwa lazima uwe mtakatifu, lazima uwe umejitenga na uchafu wa kila aina katika namna yoyote. Lazima uwe safi. Ndiyo wito wa Yesu kwako wewe ambaye umekubali kuingia kwenye mahusiano. Amen, amen. Na kwa nini iko hivyo? Ni kwa sababu yeye mwenyewe unayemtumikia ni mtakatifu, na bila wewe mtakatifu unakuwa unajidanganya mwenyewe. Ukisema wewe ni mtu wa Mungu lakini sio mtakatifu, unajidanganya mwenyewe, na mwisho wa yote itakuwa ni hasara kubwa kwenye maisha yako, kwa sababu anasema tafuteni sana kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu, ambaye bila huo utakatifu hapana awezaye kumwona Baba. Manake ili uweze kufika mbinguni, mara ambapo mbinguni wanakaa ni watakatifu tu, lazima ukubali kuwa mtakatifu. Lazima utakatifu. Jitahidi mpendwa, kwa gharama yote uweze kutunza kitu kinachoitwa utakatifu, kwa sababu
Roho Mtakatifu ni tiketi ya wewe kwenda wapi? Amen, amen. Wangapi wananielewa? Unaweza kumchapia Yesu makofi na vigelegele. Mungu wetu ni mtu wa kanuni. Ukienda nje ya kanuni huwezi kumwelewa, lakini ukiwa ndani ya kanuni utamwelewa, na mwisho wa siku Ukristo wako hautakuwa mgumu kwa sababu umemwelewa. Jambo la pili, wito wa Yesu ni kukaa ndani ya nani? Ya Yesu. Anasema kwenye hii Yohana Mtakatifu, anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno alilosema, kaeni ndani yake nanyi mkae ndani yake. Maana yake ni nini? Huwezi ukawa mtakatifu, kuwa msafi kama ndani yako hamna Yesu. Anayekuwezesha kuwa msafi ni Yesu mwenyewe. Amen. Kwa unaagizwa kukaa ndani ya Yesu. Kama Kristo uliyeitwa, lazima ukae ndani ya Yesu. Ukijitenga na Yesu huwezi kuwa mtakatifu, na utakatifu ni tiketi ya kwenda mbinguni. Yaani hiyo vazi la harusi, hiyo vazi la kwenda mbinguni. Mbinguni wanakaa ni watakatifu. Kwa lazima ukubali kukaa ndani ya Yesu. Ukikataa kukaa ndani ya Yesu, maana yake utakatifu na wewe inakuwa ni mbali na mbingu, kama mbingu na ardhi zilivyo mbali, kwa sababu ukiwa ndani ya Yesu unakuwa mtakatifu. Kwa nini hauko mtakatifu? Ni kwa nini watu sio watakatifu? Ni kwa sababu wamejitenga na Yesu. Automatically lazima tu watakuwa ni wachafu. Amen. Amen. Kwa lazima ukubali kukaa ndani ya Yesu. Lakini kwa nini anasema kama vile tawi lisingeweza kuzaa likiwa peke yake? Tawi linaweza mkazaa likiwa peke yake? Halo, naongea na watu hapa. Tawi linaweza likazaa peke yake bila kuwa na shina au mti? Inawezekana? Haiwezekani. Kama lile tawi halina uwezo wa kuzaa likiwa peke yake, na wewe na mimi hatuwezi kumzalia Yesu matunda tukiwa nje ya Yesu. Lazima tuwe tumeshikamana na Yesu kisawasawa ili tuweze kumzalia matunda. Lakini ili tuweze kufanya jambo, anasema kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu hamuwezi kuzaa, hamuwezi kufanya jambo lolote. Kwa anakuagiza ukae ndani ya Yesu. Kwa nini ukae ndani ya Yesu? Ili umzalie matunda. Tawi linakaa linashikamana na shina ili ile tawi liweze kustawi, liweze kuzaa. Na ile tawi likikatwa, kinachotokea ni nini? Linaendelea kustawi, si kweli? Eti tawi likikatwa linaendelea kustawi, ni sawa? Ukikata tu tawi asubuhi, baada ya dakika 15 au dakika 20 unashangaa ile tawi limefanyaje? Limenyauka. Ni nini? Limetenganishwa na shina. Uhai wa lile tawi unatokana na shina. Ndio maana likikatwa halina uhai tena, haliwezi likameremeta lile tawi. Hata mimi na wewe tukijitenga na Yesu, tukawa nje, tukasema basi Yesu kule rudi huku, maana yake hatuwezi kustawi. Halo, kuna watu ambao niwahi kuwaona kanisani, wapo lakini bado ni washirikina. Ndio kuona watu hivyo kanisani, wapo lakini bado ni waongo. Leo sasa kuna watu hivyo
kuna watu wapo, lakini bado maisha yao yanasikitisha. Umewahi kuona? Maana nini? Watu wale wamejitenga na uhai. Atutiaye uhai wa kiroho ni Yesu. Ukijitenga na Yesu una uhai. Tunabaki tunakuona hapa. Wewe unafikiri tawi ukilikataa litaondoka pale chini, ukilikata sinadondoka pale. Sinabaki umeliona tu linaendelea kuwepo pale. Sawa. Ni mpaka ulichukue lipeleke kwingine. Naeleweka? Maana yake tunaona tukabaki tunamuona yule mtu hapa. Yuko madhabahuni. Ni mwana kwaya mzuri. Tunaendelea kumwona na imba kwaya. Lakini alishanyauka muda mrefu. Muda mrefu. Alishatoka. Ni nini kinachosababisha huyu mtu abaki kuwa ni yule yule? Amejitenga na shina. Amejitenga na mzabibu. Na kwa sababu amejitenga na mzabibu, hawezi kuwa hai tena. Unaalikwa kukaa ndani ya Yesu ili ustawi. Yesu anatarajia vitu kwenye maisha yako, lakini ukijitenga na Yesu hautakuja kuona matokeo ya kushikamana na Yesu. Kwa lazima ukubali kukaa na Yesu. Anasema mtu akikaa ndani yangu na mimi nikikaa ndani yake atazaa sana. Kwa hiyo hatuwezi kuzaa tukiwenge Yesu, na tunazaa kwa sababu Yesu yuko ndani yetu. Ukiona mtu anafanikiwa kwenye maisha ya kiroho, anafanikiwa kwenye maisha ya kimwili, maana yake Yesu anayekaa ndani yake ndiye anayemwezesha. Amen, amen. Amen, amen. Kwa lazima tuungamanishe na Yesu muda wote, wakati wote. Lazima tukae na Yesu ili tuweze kustawi na tuweze kudumu. Lakini zaidi ya yote, sio kuishi hapa duniani kurithi ufalme wa dunia tu, maana tuweze kuambatana, kuungana na watakatifu huko mbinguni. Ndio kitu cha msingi. Lakini ukijitenga unanyauka, ndio shatu hapo, utabaki ni yule yule, hautaenda mbinguni. Utakuwa bado unasikia historia ya mbinguni kwamba kuna mbingu, kuna watu wanaofanikiwa duniani na watu wanaofanikiwa mbinguni. Kwa sababu umejitenga na Yesu Kristo anayewaruhusu watu, anayewafanya watu wamiliki na kutawala. Ukijitenga na mtawala huwezi kupata. Angalia kwenye maisha ya kawaida ya watawala, wanapojua kwamba rais amewateua kwenye nafasi sawa, angalia wanavyomheshimu na kumnyenyekea. Muda wote wako naye, akipiga simu moja tu ameshasema ndio mkuu. Nini? Anajua nikijitenga na huyu, nikiacha kuyatimiza maagizo yake, pombe ile inaondoka. Wanabidii hao kwa sababu gani? Wanajua wakishindwa kufanya yale maagizo ambayo rais amewaagiza, watapishana matope. Mtu yule anajua watoto wangu wanaenda shule nzuri ni kwa sababu ya rais aliyeniteua. Wanajua kwamba ninakula chakula ninachokitaka ni kwa sababu ya huyu rais aliyeniteua. Wanafanya bidii na juhudi za kila namna kumpeleleza yule nani? Rais. Wewe na mimi tumeajiriwa kwenye ufalme, kwenye ofisi ya Mungu. Amen. Wewe ni mwajiriwa. Kuna watu wanajidharau, wanajiona kama ni watu wadogo sana, lakini kwenye ufalme wa Mungu, mbingu zinazowatazama sio watu wadogo kiasi hicho. Amen, amen. Kama wanafanya juhudi ya kumpendeza, kutafuta namna ya kupendezesha mabosi wao walioajiriwa, na wanafanya juhudi ili kumpendezesha Mungu. Fanya juhudi kila namna ili uweze kumpendezesha Mungu. Ukifanya hizo juhudi utastawi, utaona matunda ya kumtumikia Mungu, wala utajuta. Utaona ni mzigo kumtumikia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu umefanya vile ambavyo Mungu amekuagiza, na ukifanya vile, manake Mungu anashuka na anakusaidia.
Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tuangalie faida za kuhusiana na Yesu. Kwa nini tuhusiane na Yesu? Kuna faida ambazo mtu anapokuwa ndani ya Yesu, anapokuwa na mahusiano na Yesu anazipata. Tunapata nini? Tukiendelea kuwa na Yesu, tukiendelea kudumu na Yesu, tusipojitenga na Yesu ambaye ni msalimu wa kweli, tutapata nini? Faida ya kwanza. Faida ya kwanza inapatikana kwenye Yohana 15:5. Yohana hii 15:5 nitasoma. Anasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Faida ya kwanza. Anasema sisi ni matawi na yeye ni mzabibu, na tukikaa ndani yake kama matawi na yeye kama ndani yetu, anasema tutazaa sana, tutazaa sana, tutamzalia matunda Yesu. Kuna mambo mengine, kuna namna fulani unaenenda, hatuoni mabadiliko kwenye maisha yako, ni kwa sababu umejitenga na Yesu. Na nimesema kwamba uhai wetu, tembea yetu, kuishi kwetu ni Kristo. Ukiona watu wanaendelea kudumu, watumishi wa Mungu hapa, ukiona wanaendelea kudumu, umekuta wanaendelea kudumu na maisha ya kiroho, maana yake walikaa ndani ya Yesu. Sio jambo rahisi. Ukitajiwa miaka waliokaa kwenye utumishi ni miaka mingi. Miaka mingi ni nini? Yesu aliyeko ndani yao ndiye anawezesha kukaa mpaka miaka yote hiyo. Wakati mwingine tulikaa nao na kuambia walikuwa watu fulani waliacha, leo wapo wengine wamekufa kwenye dhambi, lakini wao wapo mpaka leo ni nini? Wamekaa ndani ya Yesu. Ndio maana amesema pasipo yeye hamwezi neno lolote. Watumishi wa Mungu wameweza mpaka sasa, ni kwa sababu wako ndani ya Yesu. Yesu ndiye anawawezesha. Amen, amen. Hata wewe mpendwa, nakushauri ukae ndani ya Yesu. Bila Yesu huwezi kustahimili. Majaribu ni mengi, changamoto ni nyingi, tena zingine zinazidi kipimo, lakini kwa sababu neno la Mungu linasema Bwana akiwa upande wetu, ni nani anaweza kuwa juu yetu? Maanake Yesu akiwa ndani yako, hakuna lolote linaloshindikana, kwa sababu yote kwake yako chini, ana uwezo wa kusaidia. Amen, amen. Hatuwezi bila Yesu, na kwa kuwa hatuwezi bila Yesu, tusijitenge na Yesu. Unamhitaji Yesu wakati yuko ndani yako. Nikwambie kitu kimoja, Yesu akikaa ndani yako na wewe ukaa ndani ya Yesu, hakuna jambo la kukushinda. Kinakushinda, tunashindwa kwa sababu tuko mbali na Yesu. Tukisoma maandiko, Biblia inasema hakuna linalomshinda Yesu. Katika Yesu yote yanafanyaje? Yanawezekana. Kwa mtu yeyote ambaye yuko ndani ya Yesu, kwake hakuna linaloshindikana. Kwa nini linashindikana? Ni kwa sababu hatuko ndani ya Yesu. Yaani usiseme tu mimi, hapana. Kuna Yesu ambaye ukikaa ndani yake na wewe ukakaa ndani yake, anakuwezesha. Kwa faida ya kwanza ya kujenga uhusiano na Yesu, unazaa sana. Lazima tuhakikishe tunazaa matunda. Usiishie kukaa tu ndani huko, yaani ukabaki na majina mazuri. Tuna majina mazuri walokole tunaitwa majina mazuri, au watu wanajiita majina mazuri, si sawa? Mwingine anasema hao ni walokole, sawa? Wengine wanasema watakatifu, sawa? Waliokombolewa. Tuna majina mazuri, lakini tusiishie kuitwa majina hayo ambao mwisho wa siku hayo majina hayana maana. Unaitwa mtakatifu, unaitwa uliyekombolewa, unaitwa majina mengine mengi unayachua wewe, kwa sababu tu unaingia na kutoka ndani. Tusiishie kuitwa majina hayo. Hayo majina unaitwa ni kwa sababu wanaona kitu kilichoko ndani yako, kwa lazima utendee hayo majina ambayo unaitwa.
Sisi kuitwa tu mtakatifu, ukaitwa tu Pentekoste, haitakusaidia mpendwa. Mungu anatamani kwa sababu amekuweka hapa umzalie matunda. Sema kwenye habari za maombi, kuomba kunaambatana na neno uvumilivu. Kuomba kunaambatana na neno uvumilivu. Manake huwezi unaomba halafu sio mvumilivu. Sasa tunda la uvumilivu lazima tulione. Unapokutana na changamoto, unavumilia kwa kiasi gani? Unapokutana na shida, unavumilia kwa kiasi gani? Kama huwezi kuvumilia, manake Yesu ndani yako hayupo. Kwa wote ambao ndani yao kuna Yesu, wana tunda la uvumilivu, wanavumilia, wanaomba leo, lakini hawachoki, hawakati tamaa. Wanaendelea kumkumbusha Yesu, niliomba hii mwaka jana, bado Bwana sijaliona. Na wewe unasema unaliangalia neno ulitimize. Bwana hujafanya. Wanaendelea wakidumu katika Yesu, hawajitengi na Yesu. Yaani huyu mtu ambaye anavumilia anaendelea kudumu ndani ya Yesu, hata kama hajaona majibu ya yale ambayo ameyaomba, anadumu na kudumu mpaka mwisho. Amen, amen. Matunda yako mengi. Kuna upendo, kuna uaminifu, tunda la fadhili, upole, kiasi. Lakini pia lazima kushurubisha mwili pamoja na mawazo mabaya na tamaa zake. Maana kama matunda, tukimwona mtu ambaye ameokoka kweli kweli, lakini bado huyu mtu mawazo bado yanamchanganya, bado mwili unamtawala, unamchanganya, maana huyu mtu yuko ndani ya Yesu. Biblia inaniambia kwamba mtu akiwa ndani ya Yesu, tamaa za mwili haziwezi kumtawala. Maana mtu ambaye yuko ndani ya Yesu hawezi kutawaliwa na dunia, hawezi kutawaliwa na tamaa ya mwili. Maana yake anautabisha mwili. Huyu mtu aliye ndani ya Yesu, mwili kwake si kitu. Lakini mtu ambaye Yesu yuko ndani yake, mwili kwake ni taabu, unamchanganya, unamtabisha. Lakini ukiwa ndani ya Yesu, mwili hauna kazi. Amen, amen. Amen, amen. Kwa lazima tukubali kumzalia matunda. Tunda ambalo lazima tumzalie Yesu pamoja na nini? Ni pamoja na kuutesa mwili. Maana yake Yesu akiwa ndani yako unautesa mwili. Mwili haukutesi wewe. Wako watu wanateswa na mwili. Unajua wewe? Kuna watu wameteswa na miili yao, wanashindwa kumzalia matunda Yesu. Ni kwa sababu wameteswa na mwili. Mambo ya mwili ni mengi, hatuwezi kuyamaliza, yako mengi sana. Watu wengine wanashindwa kukaa ndani ya Yesu kwa sababu ya chakula tu, wanashindwa kukaa ndani ya Yesu kwa sababu ya mali tu. Lakini mtu aliye ndani ya Yesu, habari za duniani haziwezi kukutesa. Ni kwa sababu hajui anamtumikia ni nani. Ukiwa na Yesu umepata vyote, na hata kama hujapata wala usikusumbue, uko na ndani ya Yesu, manake yote yapo. Ni hata kama hujayapata yatakuja tu. Kuwa mvumilivu. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la pili, faida lolote unaloliomba litajibiwa. Ukiwa ndani ya Yesu, anasema kwenye Yohana hii sura ya 15 na mstari wa 7, anasema ukiomba lolote, ukikaa ndani ya Yesu na yeye akakaa ndani yako, omba lolote utajibiwa. Kuna watu wameomba sana. Kuna watu wameomba sana, wamepeleka mahitaji kwa Yesu mengi sana, lakini ni nini kikwazo cha wao kupokea majibu yao? Ni kwa sababu wanaomba Yesu, lakini Yesu hayuko ndani yao. Yesu akikaa ndani yako ni rahisi kuomba, unamwomba tu na anafanya. Si yuko ndani yako, una haja ya kutumia nguvu kuomba wakati yuko ndani yako? Eti unaweza kutumia nguvu, yuko ndani yako na wewe uko ndani ya Yesu. Yaani unatumiaje nguvu zote hizo? Kwa nini umechanganyikiwa? Umeomba miaka na miaka upati majibu. Ni kwa sababu umejitenga na Yesu. Hiyo ni siri kwa Mkristo. Rudi kwenye mstari, ujenge uhusiano vizuri na Yesu, ili unapoomba upokee majibu yale ambayo unafanyaje? Unayaomba. Amen, amen. Amen, amen. Kwa hiyo ukitaka kupokea majibu ya yale unayoyaomba, lazima ukae ndani ya Yesu. Lakini ukitaka usipate majibu, wewe kaa nje ya Yesu. Yaani mweke Yesu nje. Halafu ukifikiri kumweka nje Yesu ndiyo suluhisho na matatizo na changamoto unaweza kukutana nazo. Lakini ukiona vizuri, kaa ndani ya Yesu.
na Yesu akae ndani yako, ili kwa lolote unalohitaji Bwana afanye. Sema nikasoma kwenye Biblia kwamba tukiwa na juhudi ya kutenda mema, hakuna kitu cha kutudhuru. Maana yake ukitenda mema, maana yake wewe ni wa Kristo, umemvaa Kristo. Yaani haiwezekani mtu akatenda mema, mambo mazuri, halafu akawa nje ya Yesu. Haiwezekani. Maana yake mtu akitenda mema, maana yake hakuna kitu cha kutudhuru. Kwa nini tunadhurika? Ni kwa sababu hatuna juhudi ya kutenda mema. Lakini ukiwa na juhudi ya kutenda mema mbele za Mungu, huwezi kudhurika. Kuna watu wameomba Mungu awaepushe na mambo kadha wa kadha, awaepushe na changamoto hapa za hapa na pale. Ni sababu gani bado zile changamoto zinakuchanganya, bado haziishi? Ni kwa sababu umejitenga na Yesu, na uhai wako, mafanikio yako ndani ya Yesu. Yaani huwezi kufanikiwa kama umejitenga na Mungu. Haiwezekani. Kama unaona ile tawi ukikata, baada ya siku kadhaa inanyauka. Ndivyo hivyo. Tunapokea majibu ya maombi yetu ni kwa sababu tuko ndani ya Yesu. Usijitenge ndani ya Yesu ili upokee majibu ya yale unayoomba. Amen. Amen. Jambo lingine, unapokaa ndani ya Yesu, unapojenga uhusiano mzuri na Yesu, Yesu anatukuzwa. Yesu anajidai kwa kukuona wewe vile unavyozaa matunda. Maana yake kuna watu ambao Mungu anajivunia. Sasa tamani wewe uwe miongoni mwa wale ambao Mungu anajivunia. Maana yake kitu ambacho Mungu anajivunia ni vile kuona yule mtoto aliyemzaa anaendelea kudumu katika wokovu, anamzalia matunda. Mungu anatukuzwa, anajivuna. Vile vile Mungu wetu anapoona watu ambao amewaita bado hawazalii matunda, manake Mungu anaona wivu. Mungu anapata hasira kwamba watu nimewaita, lakini nimeingia gharama kwa ajili yao, mbona hawazai matunda? Yaani Mungu hapendezi na mtu ambaye amekaa kanisani muda mrefu, yaani mshirika, yaani wa muda mrefu, lakini bado yuko vile vile ametumaa. Kama vile wewe unapopata mtoto, halafu yule mtoto ana miaka 5 lakini bado hawezi kutembea. Huyo bado hata kutambaa hawezi kutembea, hawezi. Usijefurahi unakuta yani umesononeka, yani umechoka kabisa, yani uelewi. Ili hata Yesu Kristo asijefurahishwa na yule mtu ambaye amempaabikia, ameweza kujitoa gharama kwa ajili yake, lakini bado yule mtu yuko vile vile amedumaa. Yesu afurahishi na yule mtu. Geuka wewe ambaye bado uko vile vile, yani unasikiliza habari za Yesu lakini bado uko vile vile, maisha yako hayabadiliki, ni yule yule tu tulivyokuona mwaka juzi, ni vile vile unabadilika na mwaka huu. Hebu badilika, lisikie neno la Mungu mchana wa leo. Badilike, badilisha fikra zako na mtazamo wako, umgeukie Yesu Kristo, ukubali kukaa ndani ya Yesu, usijitenge na Yesu, ili mwisho wa yote umzalie matunda. Yesu anatukuzwa na wewe, anafurahishwa na wewe. Amen. Tuangalie hasara za kutokukaa ndani ya Yesu, za kujitenga na uhusiano, yaani kule uhusiano wako kama hauko vizuri, kuna hasara. Kuna hasara. Hasara ya kwanza au madhara ya kwanza ya kutokuwa na uhusiano na Yesu, yaani kama uhusiano wako na Yesu hauko vizuri, upo kama haupo, kuna hasara. Hasara ya kwanza, huwezi kumzalia Yesu matunda. Huwezi kumzalia Yesu matunda. Anasema kwenye hii Yohana Mtakatifu 15 kwa mstari wa 4, anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, vile tawi lisiyoweza kuzaa peke yake isipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi usipokaa ndani. Usipokaa ndani ya Yesu huwezi kumzalia Yesu matunda. Nimesema hivi, ukiona watu wanamtumikia Mungu wanaendelea miaka na miaka,
manake ndani yao na Yesu. Haiwezekani watu wakae miaka 30 40 halafu Yesu hayumo ndani yao, haiwezekani. Lakini ili uweze kudumu katika Ukristo wako na umuone Yesu kwenye maisha yako, lazima ukubali mahusiano yako yawe vizuri na Yesu. Manake Yesu akae ndani yako. Lakini shauri yako wewe ambaye unakubali kumweka Yesu nje, ukiendelea hivyo, manake matunda hatuwezi tukayaona. Ndio yule tunamwona yuko hapa, akitoka nje ya jengo hili anaendelea kuwa mbea hasara. Anatoka hapa yaani yeye ni ngumi mkononi, hasira, ana hasira na hajui kwamba Mungu anayemtumikia ni nani. Ana hasira kiasi kwamba yani ukimsogelea anaweza kumaliza. Ndio huyo ni hasara ya kutoka ndani ya Yesu. Usipokaa ndani ya Yesu utaanza kuyaona mambo hayo. Na wala usishangae ukimwona mtu wa hivyo. Yaani ni Mkristo kweli, anajiita Mkristo. Anajiita Mkristo lakini bado yuko vile vile, wala usimshangae. Huyo ndani yake hamna Yesu. Lakini mtu mwenye Yesu utamwona ndani na nje yuko vile vile. Maana yake kuna badiliko. Anafanya kwa upya siku baada ya siku. Huyu mtu manake ana ndani yake ana Yesu. Lakini kama una Yesu na uhusiano wako na Yesu umeshavunjika, hatuwezi tukaona haya matunda. Yaani utakuwa ni mtu tu, upo kama debe tu, tupu. Yaani ni debe tupu. Ni kama chupa ya maji lakini ndani yake hamna maji. Tunaanza kuona vitu vya ajabu ajabu. Ndio hao. Unashangaa mtu yuko huko bado ni mzinzi huko. Mtu yuko huko lakini bado kule nje. Nimesema mwili unamteza mtu huyu. Bado ni muongo. Mnapangiana muda. Tunataka tukutane muda fulani twende kwenye kazi ya Mungu. Yeye anapiga chenga haelewi. Usishangae ndani yake mtu huyo hana Yesu. Kwa ili uweze kupona, kubali wewe ndani ya Yesu. Yaani uweze kushinda uongo na uweze ukashinda aina yoyote ya mwili, ukaushinda mwili kama uko ndani ya Yesu. Lakini ukiwa nje ya Yesu ndio madhara yake haya. Madhara mengine, utatupwa nje kama tawi na kunyauka. Utatupwa nje kama tawi na kunyauka. Kwa madhara ya kukaa nje na Yesu, ya kukaa nje, ya kujitenga na Yesu, utatupwa nje kama tawi na kunyauka. Ndio wale ambao tunaona wameshanyauka. Kwa kama mtu yuko hapa, unajichua maisha yako, kama uko mahali hapa lakini umejitenga na Yesu, maana yake umenyauka. Na ni rahisi kukuchua. Hatuoni mwendelezo wako wa kiroho, hatuoni. Ni mtu unabahatisha. Yaani mara tukikutangazia, yaani mimi sipendezi na mtu anayekuja Jumapili tu kanisani. Ukiona mtu yuko kanisani, yeye ni wa Jumapili tu, huyo mtu ameshanyauka. Huyo mtu amenyauka. Yaani ukiona wewe ni wa Jumapili tu, umenyauka na ndani yako Yesu hayuko. Mtu ambaye amestawi, ambaye ana Yesu ndani yake, akitangazwa habari yoyote ya habari, yaani akitangaziwa habari inayohusiana na mambo ya kanisani, habari za kuja kuabudu, yeye ni wa mbele, ni mtu wa kimbelembele. Huyo manake huyo mtu ndani yake ana uhai, ana Yesu. Lakini ukimwona mtu anatangazwa habari za baraka, yaani kabisa anaweza kupita pale njiani, yaani yeye kanisani anapita pale ameshika na buhoro, ameshika na upanga, yuko bila kwenye mambo yake. Huyo mtu ndani yake hamna uhai. Hamna uhai. Yesu hayumo, anayempa uhai hayumo. Yaani yuko, yaani mimi huwa nashangaa sana. Yaani tunatangazwa habari za maombi. Wala kuna maombi leo Jumatano au Ijumaa au Jumamosi. Yaani ndio kabisa anakwambia tukipigia simu niko msinzire. Aliendaje msinzire wakati alipewa taarifa za kuja kwenye maombi? Huyo mtu ndani yake hamna Yesu. Ndio maana kuna siku moja tukawa tunajifunza jambo moja. Tukasema wakati mwingine watu watumishi wa Mungu wasiwachanganye. Tunawashirika na waumini. Kuna muumini na mshirika. Mwingine ni muumini tu. Kwa usichanganyikiwe na muumini. Sema sawa ya kutokuwa na uhusiano wa Yesu. Yaani usipokuwa na uhusiano na Yesu, utakuwa tu wewe ni muumini.
tutakuwa tunakuona kwa nadra. Unajua kuna watu nafikiri naeleweka. Kuna mtu anakuja kanisani kwa kupita. Si wapo? Eti si wapo? Yaani yeye tu anaweza kukata mwezi mzima. Si wapo? Hao ni waumini, sio washirika. Ni hasara ya kutokuwa ndani ya Yesu. Aliye ndani ya Yesu utamuona mara kwa mara. Yaani hao mlango yeye ni kila siku yupo hapa. Na hata kama yupo kila siku, wakitangaza tu kuwepo, anakuwa kwanza. Huyo mtu ni mshirika. Na ndivyo Yesu anafurahishwa na mtu wa hivyo. Hasara nyingine, utatupwa nje. Utatupwa motoni. Kuna moto. Anasema kama vile tawi isiyoweza kuzaa hutupwa nje na kunyauka na kutupwa motoni, ndivyo hata mtu ambaye ameokoka, amebatizwa na akaingia kwenye vitabu vya kanisa, lakini kwa sababu maisha yake aliendelea na maisha yake kama kawaida, hakujua anayemtumikia ni nani, tabia ya yule mtu anayemtumikia, hajui sifa za anayemtumikia, hajui maagizo yanayemtumikia, huyu mwisho wake ni kutupwa nje na kuchomwa moto. Isiwe mimi ukawa wewe, ni hatari. Amen, amen. Bwana atuhurumie sana. Atuhurumie Yesu. Kwa sababu tuko wengi, tupo tu kanisani, lakini habari za kwenda mbinguni hazipo. Wako watu wako kanisani, mpango wa kwenda mbinguni hawana. Sasa hao watu wamesubiria moto. Tupo na tumesubiria moto. Ina maana gani kuwepo kanisani? Tunapitia kuja kanisani, tunapitia kufanya mambo kadha wa kadha, halafu mwisho wetu twende motoni. Ina maana gani? Haina maana yote. Mungu atuhurumie sana. Tunatamani kwenda mbinguni kabisa. Nani ambaye anatamani kwenda, yaani yuko hapa hatamani kwenda mbinguni? Anyoshe mkono. Yupo? Naomba tusimame.